Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Saum bin Said, ni mkazi wa Iringa mjini, lakini pia ni msimamizi idara ya matangazo kutoka Nuru FM, pia ni mtangazaji. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku ya leo kushiriki ibada ya sala ya Eid, ambapo hapa tumejumuika pia na wenzetu ambao kiukweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wako ambao wametamani kushiriki nasi siku ya leo lakini hawajaweza. Yaweza kuwa ni kutokana na maradhi, yaweza kuwa ni kutokana na safari, yaweza kuwa ni kutokana na misiba, lakini alhamdulillah wale ambao tumejaliwa basi tumejaliwa. Lakini pia niendelee kuwakumbusha Waislamu wenzangu kushiriki katika ibada ya sita ambayo ni ibada ambayo inafuata, ni somo ambayo inafuata, na pia katika hutuba ya kadhi ambayo imetolewa na kadhi hapa siku ya leo tumejifunza vitu vikubwa, ikiwemo kushiriki na maskini, kuangalia wale ambao wana uhitaji maalum, hasa katika zakatul fitri, kuhakikisha kwamba inatolewa mapema. Lakini kama mtu hajajaliwa pia kutoa kabla ya sala, basi anachoweza kukifanya ni kuendelea kutoa kama sadaka zingine, ili kuhakikisha vile ambavyo wewe unashiriki kufurahia siku ya leo wewe na familia yako kwa siku nzima, ukawa na chakula kuanzia asubuhi, mchana mpaka jioni, ukaweza kuwatoa watoto wako wakaweza kufurahi na familia zingine, basi mjali yule ambaye yuko karibu yako ana uhitaji, hakikisha basi unampelekea hata hiyo sadaka. Mwenyezi Mungu atakufanyia sahala, atakufanyia wepesi. Lakini jambo kubwa pia tukumbuke katika kipindi hiki ambacho tumeweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, baadhi ya watu wamebadilika, wameshiriki kwenye ibada mbalimbali ikiwemo sala. Lakini basi wakati tunamaliza pia mfungo huu wa Ramadhani, tujitahidi pia kuendelea na ibada. Lakini pia kwa kina mama wenzangu, tuendelee kujistiri, kuhakikisha yale mavazi ambayo tulikuwa tunayavaa katika kipindi cha mwezi mtukufu basi tunaendelea nayo. Lakini isiwe ibada hii ya saumu imeishia tu hapa, basi iwe ni funzo la kuendelea nalo mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapotukutanisha tena na Ramadhani nyingine katika kipindi kingine. Hivyo mimi niwatakie Waislamu wote sikukuu njema ya Eid al-Fitr, lakini pia wasahau kuwakaribisha wale ambao wanaohitaji. Mwisho kabisa, unaopa neno gani wale ambao walikuwa wameleta uzembe kwenye Ramadhani, visingizio na lakini Ramadhani imeisha, unawapa ujumbe gani? Ujumbe wangu ni kwamba watambue nafasi wanaoipata leo, kesho wanaweza wakaikosa. Jambo ambalo wanaweza kuhakikisha ni kwamba muda wanaopata basi wasiuchezee hata kidogo, kwa sababu hakuna anayejua akiba ya uhai wake imesalia kiasi gani. Kwa hiyo ni wakumbushe wote ambao walifanya uzembe, basi kwa sasa hivi wanaweza kutubu, lakini pia wakafunga katika zile saumu ambazo walikuwa hawajajaliwa kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, basi atawasamehe na atapokea pia saumu zao.